Yes, ulishawahi kukutana na kazi chafu kama hii katika maisha yako ya ufundi? Umeona ambavyo inapita, uzi umekunja, kazi imekuwa mbaya, finish ni mbovu, afu mtu anatoka hapa anaenda kumkabidhi mteja wake cheki mishono ilivyokaa vibaya. Ushawahi kukutana na kitu kama hiki? Umekaa katika ufundi wako kabisa na wewe umejiamini, uko unafanya kazi kama hii. Sasa leo naenda kufundisha jinsi ya kufanya finishing kitaalamu. Katika kufanya zetu finishing tunaenda kuhusia vitu kadhaa ambavyo nitavisoma hapa ili tuende kukiangalia kimoja kimoja. Kitu cha kwanza ambacho tutaenda kuangalia kitu kinaitwa kusafisha nyuzi. Umeona, kwa mfano kama hii hapa alitakiwa kukata manyuzi haya yaliyozidi, haya usafisha, yani nyuzi, yani ukiangalia nguo inakuwa haina uzi kama haijashonwa na uzi. Hicho ndo kitu ambacho tutaenda kujifunza. Kitu kingine, hii inaitwa pick stitching. Tutaenda kuiona pia pick stitching inakaaje na namna ya kuifanya na jinsi unatakiwa kuimplement kwenye nguo zako za suti. Kitu kingine ni kushona button, vifungo kwa mbinu ya button shank. Tutaenda kuangalia jinsi ya button shank, namna ya kufanya button zako zinakuwa vizuri kabisa. Kitu kingine ni finishing ya button holes. Tutaenda kuangalia namna ya kutengeneza button holes zilizo nzuri na zinazokaa vizuri na zinazopendeza machoni pa mtazamaji au machoni pa mteja wako. Kitu kingine cha mwisho kabisa, hiki ambacho watu wengi huwa zingatii, ni jinsi ya kupiga pasi ya mwisho. Tutaenda kuangalia namna ya kupiga pasi vizuri, kwa sababu hapa kuna tofauti kati ya kupiga pasi na kuplace, yani ku-iron na kuplace. Tutaenda kuangalia tofauti kati ya ku-iron na kuplace. Tutaenda kuangalia vitu gani ambavyo tunatakiwa ku-iron na vitu gani ambavyo tunatakiwa kuplace. Tutaenda kuangalia kitu kama hicho pia. Lakini sasa hapo kwenye kupiga pasi ya mwisho tutaenda kuangalia pia kutumia kitambaa, ile press cloth, kitambaa kile cha juu ambacho tunatumia kunyoshea kinaitwa press cloth. Tutaenda kuangalia namna ya kutumia tailor clapper na namna ya kutumia pasi ya mvuke. Hebu tuende tukaangalie kitu kimoja kimoja kwenye hivi ambavyo tunaenda kuviangalia. Kumbuka, nguo nzuri ndio inayomshawishi mteja wako kutoa pesa nyingi. Finishing kali ndio inayomshawishi mteja wako kutoa nyingi. Tunashona nguo, kila kitu kinashona na binadamu, lakini jitahidi nguo zako ambazo unashona zionekane kweli hizi nguo zimeshonwa na fundi Flo. Kwa hiyo twende na mimi, mwalimu na yule kabisa, Imani Amos aka Imani Kazo aka fundi ni moja tu. Hapa ni Suit and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo zote. Kama ndo kwanza unaangalia video hii, subscribe sasa hivi ili uendelee kupata madini kama hii, maana nitakuwa naweka video kali na za kufundisha mishono konki kabisa. Twenzetu. Yes, tumesema kitu cha kwanza ni kusafisha uzi. Umeona kwa mfano kama hii nguo, haya ni manyuzi yamezubazuba, unazuba afu bado mtu anaendelea, ameshapiga overlock, unaona huku. Haya ni manyuzi. Kwa hiyo hata kama umepiga overlock, hizi nyuzi zote unazikata. Kwa mfano nyuzi za kushona kama hizi, umeona baki manyuzi yamening'inia hapa, unayakata haya yote, unakata, unatoa, mishono yako inakuwa safi. Yani nguo haitakiwi kuwa na manyuzi yani. Hebu jitahidi unapokuwa unamkabidhi mteja wako, jitahidi sana, kata nyuzi zote hizi. Yani nguo isiwe na nyuzi hata moja inaning'inia kwenye nguo yako. Jitahidi sana uwe msafi. Unajua nguo safi inamvutia mteja. Kwa hiyo jitahidi sana usafishe nyuzi zote ambazo zinaonekana kwenye nguo zote. Manyuzi yote haya, ona haya yote. Sasa hii nimetolea mfano tu, lakini unakuta mtu mwingine ni suruali amempelekea mteja na manyuzi, mtu mwingine ni koti amempelekea mteja na manyuzi. Sasa unamwachia mteja wako amekulipa hela, afu tena unamwachia mteja kazi ya kukata manyuzi. Hivi kweli unaona ni sawa kweli mafundi? Hebu tujitahidi tusafishe nyuzi zote ambazo zinakaa kwenye nguo, ili mteja wetu anapokuja kuchukua ile nguo aikute safi, imekaa vizuri, haina nyuzi, haina uchafu, iko safi kwa kuvaliwa tu. Sio tunampa mteja kazi ya kukata nyuzi tena. Hiyo inaitwa kusafisha nyuzi. Nafikiri nimeongea kwa undani kabisa kuhusu kusafisha manyuzi.
Kitu kingine kinaitwa peak stitches. Sasa hii peak stitching ni ile finishing inayokaa kwenye koti. Naomba tuonyeshe koti. Ndio. Kitu kingine inaitwa peak stitching. Hapa sina nguo ambayo nimeshaifanya na hiyo peak stitching. Nimesema peak stitching ni ile stitch ambayo inakaa kwenye kola, inazunguka huku kwa pembeni, huku inakaa huku kwa pembeni, na hapa kwenye hizi flaps inakaa hapa. Hiyo ndio inaitwa peak stitching kwenye show lapel. Lakini peak stitching kwenye peak lapel ni stitch ambazo zinakaa kwenye pembeni huku inazunguka kwenye kola, inakuja inakaa kwenye flap hapa, inakuja inaendelea mpaka huku chini. Hiyo ndio inaitwa peak stitching. Kwa hiyo unapokuwa unafanya unapokuwa unashona nguo yako nzuri na unataka kutengeneza nguo ya peak stitching, hizi zinaongeza mvuto kwenye nguo yako. Unatengeneza na button holes kwenye mikono kama hivi, unatengeneza finishing kali ambayo mteja wako ataifurahia vizuri kabisa. Hiyo ndio inaitwa peak stitching. Hiyo inaongeza mvuto. Hiyo suti yako inaonekana ni ya bespoke. Inaonekana ni suti ambayo imepoteza muda. Inaonekana suti ambayo ni ya gharama. Kwa hiyo kama uwezi kupiga peak stitching, mara nyingi zinatumika na mkono. Unakuwa unashona kwa mkono, unaacha vinafasi vinaonekana vistitch kwa pembeni. Hiyo ndio inaitwa peak stitching. Kitu kingine kinaitwa kushona button au vifungo kwa mbinu ya button shank. Sasa hii ndio njia nzuri kabisa ambayo, kwa mfano unashona koti yako au kaunda, unajua hii layer ya hapa inakuwa kubwa sana kwa sababu inakuwa imegeuziwa. Sasa ukishona kishikizo kwa kukigandamizia tu hivi bila kukiachia nafasi humu, mteja akija kuvaa inajivuta. Kwa hiyo kitu unachokifanya, unashona button kwa kuacha nafasi hapa katikati, lakini pia huku unaficha uzi kama hivi, unaweka kakishizo kadogo, unaficha uzi huku, unaacha nafasi katikati, ili kusudi koti ikija kufunga hivi, ikija kufunga hapa, ina relax hapa katikati, inakuwa haitengenezi mkunjo wa aina yoyote ile. Kwa hiyo button inaweza ikamove na kumove kwa sababu ina nafasi hapa. Kwa hiyo hii ndio inaitwa button kwa shank, kwa namna ya kushank, kwa kuacha nafasi hapa. Kwa hiyo ukiangalia hata pia hapa unaona hii button ina nafasi, yani imeregea, yani haijagandamiziwa kama hii kwa sababu haifungi, ndio maana unaona iko imegandamiziwa. Hii haifungi. Sasa hizi mbili zinazofunga hizi ndio unaona zimeregea, yani zina nafasi hapa kiasi kwamba ikija kufunga hapa haijikunji. Chukulia hapa, umeona hapa tukiifunga hapa sehemu ambayo haijifungi, umeona? Tukifunga hapa inakaa vibaya, inajivuta hapa. Inajivuta kwa sababu haina nafasi. Ila tukifunga hapa kwenye nafasi, kwenye sehemu ambayo ina nafasi, umeona? Inakuwa huru, haina nafasi, inakuwa huru hivi. Yaani haijikunji wala haifanya nini. Hii ndio inaitwa button kwa njia kwa mbinu ya button shank. Hiyo ndio inaitwa button shank. Kwa hiyo unapokuwa unashona unakuwa unaacha nafasi hapa. Hata kama ni kaunda zile zinakuwa na nafasi hapa, zinakuwa na layer kubwa hapa. Kwa hiyo unajitahidi sana, unakuwa unashona kwa kuziachia nafasi hapa. Unakuwa unaviringisha uzi hapa, vishikizo vinakuwa kama vinaregea, lakini ndio vimekaza. Vinajitahidi hapo, inakuwa nafasi nzuri. Hiyo ndio inaitwa kushona button kwa mbinu ya button shank.